Ninakusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi, Mungu mwenye nguvu na uweza. Haleluya. Barikiwa katika jina la Yesu, waweza kusema amina. Wezeshwa kwa uweza utokao juu katika jina la Yesu, waweza kusema amina. Nafanikishwa na inuliwa katika jina la Yesu, waweza kusema na iwe kwangu. Endelea kumuona Yesu, endelea kumuona Bwana amesimama upande wako, mwenye nguvu sana na mwenye upendo na mwenye huruma, akikusaidia, akitusaidia, akitutetea watoto wake, kanisa lake na taifa lake takatifu. Haleluya. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, twakushukuru na kukuomba, tufundishe, tufunulie, tusaidie. Tufunulie mapenzi yako. Naomba nguvu zako zipite kila mahali sasa, tuwezeshwe kwa hizo nguvu kukutumikia, kukujua na kukaa katika uweza wa nguvu zako, katika mapenzi yako siku zote na saa zote. Asante sana, na neema yako na damu yako ikaendelee kututetea, kutupigania watoto wako, taifa lako, watu wako ndani ya taifa hili. Bwana Mungu wetu, ndani ya taifa hili, taifa lako lipo. Mfalme, 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 libariki taifa lako, tena likumbuke na agano lako kati yawe na taifa lako takatifu, watu wa miliki yako. Ninaomba utujaze nguvu na uwezo, utuwezeshe, tuwezeshwe kwa uweza wako, tusimame imara na tuwe salama. Baba, mama, watoto, familia, wakawe katika nguvu na katika uweza wako. Wakuaminio wewe, Bwana, hawatatahayarika, hawataangamizwa. Bwana, asante kwamba wenye haki wako watasimama, hawataangamizwa, bali wataepushwa na maangamizo na uharibifu. Kumbuka agano lako, kumbuka Bwana, katikati yetu sasa, katika nyakati hizi, katika dunia hii, katikati ya taifa lako limarishe, likumbukie agano lako uliloweka nao sasa na milele. Baba, asante. Yesu, asante. Mwokozi, asante. Tumekukimbilia, tunakuhitaji. Msaada wetu, nguvu yetu, ushindi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kumponya huyo aliye na udhaifu na shida na taabu. Asante kwamba unamweka imara na salama, aendelee kuziona nguvu zako. Asante kwamba hata sasa unaruhusu nguvu zako kwa Roho wako kwa kila mmoja, ili apate kufahamu, kusikia, alisikie neno lako sasa, katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki. Karibu. Ujumbe wa siku ya leo ni muhimu pia sana. Ujumbe unasema, kichwa chake, umuhimu wa kuweka agano na Mungu mtakatifu. Yaani umuhimu wa mimi na wewe mwanadamu kuweka agano na Mungu aliye mtakatifu. Nasema Mungu aliye mtakatifu kwa sababu kuna Mungu wa dunia hii. Biblia inasema shetani naye ni kamungu. Kuna miungu, kuna wanaoabudu miungu. Sasa unayemwabudu Mungu mtakatifu, au kama hujamwabudu, hujamwamini, hujaingia, sasa ingia, muamini Yesu ili uwe na agano takatifu na yeye ambalo ni la milele. Umuhimu wa kuweka agano na Mungu mtakatifu. Upo umuhimu mkubwa si kidogo wa kuweka agano kati ya mwanadamu na Mungu. Sasa kwanza, aliyeanza kuweka agano ni Mungu mwenyewe. Aliyeweka agano kwanza na mwanadamu, aliyetufundisha na kutufungulia mlango ni yeye Mungu mwenyewe. Mwanzo 17 mstari ule wa 7. Mwanzo 17 mstari ule wa 7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako na baada yako. Mungu ameweka agano, au aliweka agano tayari na mwanadamu, kwamba nitakuwa Mungu kwako. Hilo ndilo agano lake, kwamba nitakuwa Mungu kwako. Haleluya. Nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako. Mungu aliweka agano mwanzo kabisa. Huku ni mwanzo kabisa kati ya yeye na Abraham au Ibrahim. Aliweka agano na Ibrahim kwamba nitakuwa Mungu, nitakuwa Mungu, nitakuwa. Manake hapo ni baba, ni mwokozi, ni mfalme, atakuwa. Kwa hiyo Mungu alishaweka agano mwanzo kabisa. Hata ukienda kwa habari ya Nuhu, aliweka agano. Hata ukienda kule kwa Adam na Eva pale, manake tayari alikuwa ameshaweka agano kwamba atakuwa anawatembelea, atakuwa pamoja nao, lakini likavunjika. Kwa hiyo agano hasa tunaanza kuliona kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, kwenye sura hii hapa, kati ya yeye na Nuhu, kati ya yeye na Ibrahim.
Kwa hiyo Mungu tayari alitanguliza mapema kabisa, anasema agano langu nitalifanya na wewe na uzao wako na baada yako na vizazi vijavyo. Lakini pia anasema agano langu kwamba mimi nitakuwa Mungu kwako. Mimi nitakuwa Mungu kwako. Mungu akiwa ni Mungu wako, maana yake hakuna Mungu mwingine wala mtu wala kitu kitakachofanikiwa kusimama, kitakachofanikiwa kukuondosha, kukuangamiza au kukuzuilia, kwa sababu Mungu ndiye Mungu wako, ni baba kwako, ni Mwokozi na mfalme awezaye kutenda. Kwa hiyo Mungu tayari aliweka agano nasi. Mungu aliweka agano pamoja nasi. Lakini pia Yeremia 31 tuione kwamba Mungu tayari alikwisha kuweka agano. Yeremia 31 mstari wa 31 na wa 32. Yeremia 31 na 32 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya. Kwa hiyo ni jipya sasa. Maana yake kulikuwa na la kwanza ambalo ndio ile ameweka na Ibrahim, ameweka na Abraham au Ibrahim, alafu sasa limekwenda tofauti. Watu walioweka naye agano hilo au Mungu alipoweka agano nao wakaliharibu, wakalivunja. Mungu anasema sasa ninatengeneza lingine jipya ili kuthibitisha na kukamilisha hata kile alikuwa amesha kusema mwanzoni kati ya na Ibrahim, ambacho baadaye kimekuja kuvurugwa. Anasema ninaweka agano, angalia siku zinakuja, sema Bwana, nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano agano lile nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Naona aliwatoa kwenye mateso na utumwa, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Kwa anasema nitaweka lingine. Mungu akaweka lingine, ndilo sasa linakuja agano jipya, agano la damu ya Mungu mwenyewe, agano la damu ya Yesu. Sasa nimesema umuhimu wa kuweka agano na Mungu. Kwa nini muhimu? Kuna umuhimu mkubwa. Hebu tuone sasa Isaya 28. Kuna umuhimu mkubwa sana. Kwa nini? Nyakati tulizo nazo, hali ilivyo sasa, mambo yanavyokwenda, hapa ndipo wanadamu wanatakiwa kung'ang'ana kweli kweli kuwa na agano na Mungu wa utukufu takatifu, agano jipya, agano jipya. Hapa utaona umuhimu sana. Isaya 28, nitaanzia kusoma mstari wa 15 mpaka 16, nitaruka nitaenda wa 18. Isaya 28 mstari wa 15 na wa 16. Kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti. Kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka. Kwa hiyo Mungu naye sasa anasema anaweka lingine, anaweka cha kwake. Wameweka cha kwao, Mungu anasema anaweka cha kwake. Naweka katika Sayuni jiwe katika Sayuni liwe msingi, anasema jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara. Yeye aaminie hata fanya haraka, hata kuwa na papara wala shida. Kwanza anasema kuna walioweka agano na mauti. Aya, nenda mstari wa 18. Na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa nalo. Hapa tayari somo unaweza ukaliona vizuri, au kusudi au kichwa kinachosema umuhimu wa kuweka agano na Mungu mtakatifu. Umuhimu wa kuweka agano kati ya wewe na Yesu, agano la damu ya Yesu, agano jipya. Ni kwa sababu kuna ambao kwenye hii dunia wako upande wa shetani, wameweka agano na shetani, wameweka agano na kuzimu, wameweka agano na miungu, wameweka mapatano. Na kama wameweka mapatano yao lazima yatimizwe, lazima yafanyike. Yani
wakiweka wanahakikisha yanafanyika, yanatimizwa. Ndio sababu utaona mambo mengine mengi yanatokea, unaweza kujiuliza hapa ni Mungu kweli? Hapa imekuwaje? Kumbe ni kwa sababu adui aliweka mitego, ameangusha gari, watu wamekufa. Ajali ya ajabu tu, mtu ameanguka tu amekufa, au amevunjika tu nyumbani kwake, hapo tu anaumia tu, tayari anapata kilema, vitu vingine vya ajabu. Au unaweza ukashangaa inakuwaje huyu mbaba anamvamia mtoto wake mwenyewe, anafanya mambo ya ajabu ya aibu. Unaweza kaona kabisa mwingine anaua, mwingine anamfanya mtoto wake kuwa kichau, kuwa chizi, kwa sababu ya mali. Ni watu walioweka mapatano na kuzimu. Mwingine anaweza kuua tu kabisa bila kuwa na wasiwasi yoyote, anafanya mauaji. Ni kwa sababu ana agano na mauti, ana agano na kuzimu. Hapo ndipo naona umuhimu wa kuweka agano kati ya wewe na Mungu, kwa sababu wale walioweka agano na kuzimu, agano lao halina nguvu juu ya wana wa Mungu, juu ya walioweka agano na Mungu. Agano lao haliwezi kushinda. Na hapa Mungu ameonyesha kabisa katika Isaya kwamba na agano lenu mlilopatana na kuzimu na mauti litabatilika. Linabatilika ni pale wewe umeweka au umesimama na agano la Mungu, au umeingia kwenye agano la Mungu. Ukikaa kwenye agano la Mungu, agano la kuzimu, agano la mauti, agano la wachawi na waganga na mizimu na watu wabaya wanaotafuta madaraka kwa kumwaga damu za watu, halitakupata. Utaepushwa nalo. Unaweza ukafanya kazi na watu wa namna hiyo, lakini wewe Mungu atakutenga mbali, na anaweza kukuondosha hapo akakuweka mahali pengine palipo salama zaidi. Au kama utaendelea kubaki hapo, utabaki hapo na wengine wataokoka kwa sababu yako, watakombolewa kupitia wewe, na hapo Mungu atakuwa anajipatia utukufu, atajitukuza kupitia wewe, kwa sababu ya vile ambavyo umeweka agano naye kwamba mimi na Bwana milele, mimi sitamwacha Yesu, mimi ninamtumikia Bwana. Kwa hiyo ukiweka agano hivyo, patano namna hiyo, basi wale wa kuzimu hawatafanikiwa kamwe kwenye maisha yako. Jina la Yesu litukuzwe sana na lihimidiwe. Haleluya. Kwa hiyo umuhimu ni kwa sababu tunaweka agano na Mungu, sababu wako walioweka agano na mauti na kuzimu na shetani, kwamba hata wanasema hata hayo matatizo yakitokea sisi hayatatupata, hata kipigo kikija sisi hakitatupata, pigo lifurikalo halitatupata, kwa sababu wao wamejificha kwenye uongo, wamejitenga, wana namna ya kujilinda. Sasa tukiweka agano na Bwana, Mungu anasema hilo waliloliweka litabatilika. Manake halitawezekana, halitafaa, lazima washindwe, lazima watavurugwa, wataharibiwa. Haleluya sana milele. Haleluya milele. Kwa hiyo kuna ambao wana agano na mauti, agano na kuzimu. Anasema hilo agano litabatilika. Kama wameweka hivyo, manake wanawinda maisha ya mtu ambaye yuko kwenye agano na Yesu, yuko kwenye agano la Mungu. Wale walio katika agano la shetani la kuzimu watakuwinda wewe. Na sasa wakikuta huna agano lolote, ndio kabisa wanakubeba kirahisi. Kama huna agano lolote, huna ulinzi, maana yake huna ambaye umeapa kwake, umesaini kwake, umejikabidhi kwake. Umejikabidhi kwa nani? Jikabidhi kwa aliye mtakatifu, muumba wako, ili wa dunia walio na ushetani wakija wasikuone, wasikupate, wasifanikiwe, kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Ndivyo ilivyo katika jina la Yesu na itakuwa. Twende tuone Zaburi ya 27. Haleluya. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Alafu nitasoma 31 pia. Zaburi ile ya 27 na mstari ule wa 4. Zaburi ya 27 mstari wa 4 anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolifuata, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haleluya. Kwa hiyo neno moja tunalolitaka na jambo moja ni kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Mimi na wewe tukae nyumbani mwa Bwana. Hilo ni agano, hilo ni patano. Neno moja, patano moja,
kitu kimoja muhimu nimekiangalia, nimekiona, ninakihitaji, unakihitaji, tunakihitaji sasa, nyakati tulizo nazo za watu kufa kama sisimizi, kama tu mbwa, kama tu paka, unakanyagwa tu. Weka agano na Mungu wako, weka agano na Yesu, weka agano kwa Yesu, ingia kwenye agano la damu ya Yesu, tuwe salama. Salama yetu ni hapo, ni hapo. Kwa anasema neno moja nimelitaka, nitakaa nyumbani mwa Bwana. Mstari wa 5 anasema mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, siku ya mabaya. Atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa, mstari wa 6, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake, nitaimba, naam, nitamuhimidi Bwana. Huo ndio uzuri wa kuweka agano, patano na Mungu, kukaa upande wa Bwana. Kwa hiyo Bwana atakulinda siku ya mabaya. Yatakapotengenezwa mabaya, uharibifu hautakupata. Uharibifu wa waharibifu hautakupata, hautafanikiwa. Pigo lifurikapo litakapokuja, litapita, litawarudia wao. Mauti na uharibifu atakaotuma utawageukia wao. Hautakupata wewe, bali wewe utakuwa salama, salama. Twende tuone Zaburi ya 31 pia. Neno moja umelitaka kwa Bwana, kaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Agano lingine, weka agano na Mungu. Agano ni hili: nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Zaburi ya 31 mstari wa 1. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Angalia mstari wa 3. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Mstari wa 4. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri, maana wewe ndiwe ngome yangu. Haleluya. Ndiwe genge langu na ngome yangu. Ngome yako isiwe ni dunia, wala fedha, wala majumba mazuri, wala utajiri, ila ngome yako iwe ni Bwana Yesu. Weka patano na Yesu, weka agano na Yesu, zungumza naye, mwambie Bwana, mimi sijui kingine, naweka maisha yangu kwako, naweka kila kitu changu kwako, uwe ndiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulipobatizwa, wengine maanake uliweka agano na mkataa shetani, wengine walipata kipaimara, wengine ulibatizwa wakasema, maanake uliingia kwenye agano, ulisaini mkataba. Sasa kumbuka, endelea kukaa hapo, endelea kukaa hapo, endelea kujiingiza zaidi humo na kutembea zaidi katika njia ya Bwana. Haleluya. Anasema nimekukimbilia nisiaibike milele. Kwa hiyo weka makimbilio yako yawe ni ngomeni mwa Bwana siku zote. Kaa kwake, kimbilia kwake, ili usiaibishwe, ili usiaibike. Kwa hiyo ili tusiaibike, tunatakiwa kupata mahali pa kukimbilia, mahali pa kukaa, mahali pa kukimbilia, mahali pa kukaa, mahali pa kukimbilia, mahali pa kukaa. Kuna agano la shetani na watu, hilo linatafuta mtu au linatafuta watu kwa nguvu. Kuna agano la shetani na wanadamu, kuna agano la Mungu na wanadamu. Mungu ni roho, lakini pia shetani ni roho. Shetani ni roho muovu, mchafu, mharibifu, mlaaniwa. Na yeye ana agano lake ambalo anaweka na watu. Na yeye anataka kwamba watu wamtumikie, wafuate njia zake. Sasa angalia, usiwe mmoja wapo. Usifuate au usikae kwenye agano la kuzimu la adui. Kaa kwenye agano la Bwana, agano la Yesu Kristo, agano lililo jema, agano lililo zuri. Angalia Yesu anavyosema kwa habari ya watu ambao wameenda kwake. Yesu ana agano na watu walioenda kwake. Yesu ana agano nasi. Sasa hakikisha hilo agano lipo kati ya wewe na Yesu wako. Yesu yeye anasemaje? Twende tuone Yesu anavyosema kwa ajili yetu sisi. Yohana sura ya 6 mstari wa 37. Yesu anasema hivi, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Hilo ni agano, hilo ni patano. Hiyo imepitishwa hiyo, na imepita hiyo, na imekuwa hiyo, ndivyo ilivyo. Yesu anasema wote anipao Baba watakuja kwangu, na wote wajao kwangu
hata mmoja sitamtupa nje, sitampoteza hata mmoja. Hakuna hata mmoja atakayepotea, atakayeondolewa, hakuna hata mmoja. Yesu amekwisha kuthibitisha na kutia saini, wote wanaomwendea, wote walio kwake watakuwa salama. Wote anasema hatamtupa hata mmoja, sitamtupa nje kamwe. Sitamtupa nje kamwe. Hautatupwa, utakuwa salama. Hautakuwa kitu cha kukanyagwa ovyo. Hautakuwa mawindo yao wawindao. Hautakuwa katika giza. Hautakuwa mateka. Utakuwa salama, kwa sababu Bwana ni Mwokozi wako. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yohana 10:11. Yesu ameutoa uhai, anasema mimi ndimi mchungaji mwenye kuutoa uhai kwa ajili ya walio wangu, kwa ajili ya kondoo zangu. Basi Yesu ametoa uhai kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Uhai, ameimwaga damu yake ifanyike agano lililo la milele, agano lililo jema. Angalia Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Yesu anasema pia, nabisha hodi, tazama ninabisha, mtu akifungua. Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni, nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye atakuwa pamoja nami, na yeye pamoja nami. Haleluya. Tazama nasimama mlangoni, nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Hilo ni agano, ni patano. Mungu ameahidi. Yesu anasema mtu akikubali kufungua mlango, ukikubali. Kwa hiyo kama hujakubali, maana yake haingii. Kama hujakubali, hawezi kufanya hilo patano. Agano halitakuwepo, kwa sababu si umekataa. Mpaka ukubaliane, kukubaliana. Mpaka ukubali, kukubali. Mpaka uingie kwenye kukubali, kwenye kufungua mlango. Mpaka uitikie. Ukiitikia, anaitika. Ukimuita, anaitika, kwa sababu umemuita. Alafu naye anataka na wewe uitike. Kwa sababu tusitage tu kupata, alafu hatutaki kusikia Mungu anasemaje. Lazima tukimuita tujue kwamba na yeye atatuita. Ndio mwanangu, nimekusikia, ninakupa sasa maagizo yangu, maelekezo, fanya 1 2 3 ili uishi, ili ufanikiwe, ili uendelee. Ndio mapatano na mapenzi ya Mungu wetu. Haleluya. Sasa anasema tukikubali, ataingia, atakaa nasi, tutakula pamoja naye, tutakaa pamoja naye. Na kwenye Yohana 6 ile amesemaje? Hatatuacha, hawezi kukutupa. Weka agano, weka patano, ili usije ukaachwa, usije ukatupwa, au usije ukapitiwa na somba inayofanyika kwenye hii dunia na uharibifu. Weka patano na Mungu, weka agano. Uitwe ni mtu wa maagano, mtu wa taifa takatifu, mtu wa miliki ya Mungu, ambaye Mungu anakuona. Kama kule Israeli ilivyofanyika wakati wako Misri, wakati wametumikishwa katika utumwa, alafu Mungu sasa anawatoa. Angalia, mapigo yalitokea, lakini mapigo yale yalipotokea, malaika walipita kupiga wazaliwa wa kwanza wa Misri, lakini wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli wengine walibaki, wengine vilibaki. Kwa hiyo ni kwa sababu alikuwa na agano nao. Walipotaka kuchinjwa na kumalizwa na kuharibiwa kwenye bahari ya Shamu pale, Mungu akaliangalia taifa lake na watu wake, akasema hapana, akawavusha salama, alafu akalifukia jeshi la Farao na jeshi lake, wakaangamizwa. Wakaangamizwa. Lakini wenye agano naye wakavushwa, wakawa salama. Agano na Mungu, utakuwa salama. Hakuna kuangamia, hakuna kuangamia wala kushindwa wala kuendelea kuwa kwenye vifungo vyovyote, na kutokufanikiwa hakutaendelea, kwa sababu tuna agano na Mungu aliye hai. Weka patano, weka agano. Twende mwishoni tuangalie kitabu kile cha Mithali 10, alafu nitakuja nitasoma Ibrania. Mithali sura ile ya 10 na mstari ule wa 3. Mithali 10:3 anasema hivi: Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Kwa nini? Ana agano, ana mapatano. Sasa huyu mwenye haki pia manake tayari amekubaliana na kutenda haki, amekubaliana na kuishi katika haki, kuishi kiutakatifu, kuishi upande wa Mungu, kusimama upande wa Mungu,
kuitwa mtoto wa Mungu. Ndio sababu anaitwa ni mwenye haki. Yohana 1:12, bali wote waliompokea, yani waliokubali kumpokea Yesu kuwa mwokozi wao, anasema aliwapa uwezo. Kwa hiyo haki ya kupewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu inatokana na hivyo kukubali. Kwa hiyo ukishakubali, maana yake umesaini, umekuwa na patano na agano na Mungu. Ndipo anasema kwamba Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki. Ni mwenye haki kwa nani? Kwa Mungu, kwa Bwana Mungu muumba wake. Anasema hiyo nafsi hata iacha ife na njaa, itakuwa salama. Ataiokoa, ataiponya, itafanikiwa, tutafanikiwa. Nafsi yako haitakufa kwa njaa. Bwana hata acha maisha yako yaangamie kwa namna yote, kwa kitu chochote, kwa sababu una mapatano na yeye. Kama tayari una agano na Mungu, Mungu atasimama na wewe, hata kuacha wewe, hata kuacha wewe, hata kuacha, hata tuacha, hata liacha taifa lake, kanisa lake, watu wake, wateule wake, hata tuacha, atasimama nasi. Walioweka mapatano na maagano na miungu na kuzimu na mafrimason na chochote, hawatafanikiwa, hawatafanikiwa. Mungu si mtu hata aseme kwa kubahatisha. Ni Mungu ambaye ni mkweli, hasemi uongo. Ni Mungu, wewe Baba yetu ni Mungu, unasikia na umetuona katika haya, na asante kwamba unakwenda kuyatimiza mapenzi yako, mfalme wetu na Mungu wetu. Haleluya. Twende tuone Ibrania 13:5, tumalizie hapo sasa, tuingie maombi. Weka agano na patano, weka agano na Mungu, weka. Naye anasema hivi, ahadi zake ni hizi. Ibrania 13:5, msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Mstari wa 6, hata tuthubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Hata tunafika mahali tunasema sitaogopa, Bwana ndiye nguvu zangu, Bwana ndiye msaada wangu, Bwana ndiye kimbilio langu, sitaogopa. Naye amesema hata kuacha, hata kupungukia kabisa. Mungu anatuona hata sasa katika taifa hili, katika nchi hii, katika ulimwengu huu. Hata sasa anatuona, hata sasa anakwenda kutenda mapenzi yake kwa utukufu wa jina lake. Endelea kumwamini, endelea kumpenda, endelea kumgoja, endelea kuweka agano. Hakikisha umeweka mapatano na Yesu, kwamba Yesu, mimi kila kitu changu ni wewe, na kukabidhi iwe iwavyo, nasimama kwako, nami naamini kwamba utanisimamisha, utanitetea, utanivika uweza. Sitaibika, sitatayarika, sitapotea, sitaangamia, sitaingia katika maangamizo ya wanaotafuta kuangamiza, kwa sababu Bwana ndiwe mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiwe mlinzi wangu na nyumba yangu, na tena tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Amina. Barikiwa sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo. Mungu hata tupungukia, ametuahidi. Ni mkweli, ni mkweli milele, 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 milele. Ni mwaminifu, ahadi zako Mungu ni kweli. Baba, asante kwa sababu neno lako limesema nasi, limesema na mpendwa huyu, nalo ndivyo lilivyo. Naomba muondolee sasa kuchoka na kukata tamaa huyu kijana wa kiume na wa kike. Naomba bariki vijana wa Tanzania, wajalie na neno hili liwafikie sasa, wasikie, waelewe, watambue ndivyo ulivyo. Nao waendelee kuweka patano, agano na wewe, wakae nyumbani mwa Bwana siku zote wakiutazama uzuri wako Yesu, uzuri wako Yesu. Wavute vijana wa kiume na wa kike wa Kitanzania, wa Kiafrika, wa dunia hii, kanisa lako Baba, tuvute. Endelea kutukumbusha Roho Mtakatifu kwamba tuna agano na Mungu. Mungu ameweka agano nasi tukaendelee kuweka agano. Tukakumbuke agano tuliloagana na Mungu wetu, nasi tukaendelee kusimama katika kweli, katika haki, katika uaminifu. Tujaze hayo Baba, wajaze watawala wajue hayo, wote ambao umewakusudia kwa watawala, wote ambao ni wewe mwenyewe umewachagua. Sasa waweke, wafahamu hayo, wafunulie hayo kwa jina lako na kwa uweza wako. Na wale ambao hujawaweka sasa wakajua kwamba wamejiweka au hawakuwekwa, nao Bwana wakakae kando kwa uweza wako, na wakasikie sauti yako kwa jina la Yesu. Mkono wako ukawaondoe Bwana, tawala, miliki kwa
kwa uweza wako na nguvu zako katika jina la Yesu. Baba, tunaomba agano lile ambalo ni agano na ni patano lilo takatifu kati ya wewe na mwanadamu. Baba, asante kwamba umesema ni kizazi hadi kizazi, ukamwapia Ibrahim na agano lako ni hakika. Na ukasema katika Yeremia 31:31, agano lako umeliweka nasi, agano lako lililo hai, agano la milele ambalo ni kwamba hutatuacha kabisa na hutatupungukia. Na Yesu katika sura ile ya 6:37 katika Yohana umesema hutatuacha, hutatutupa nje. Lakini katika Ibrania neno lako limetuambia hutatuacha kabisa. Bwana, twakushukuru Bwana, kwa sababu ahadi zako ni ndio na uaminifu wako ni wa milele, na uaminifu wako ni wa milele. Asante ya kwamba hutatuacha kabisa, kama ulivyosema katika Yeremia 31:31 na kuendelea. Bwana, asante ya kwamba hutatuacha, bali agano hilo litakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, unasema utatia sheria yako, na kwamba mioyo yetu haitakuacha, na kwamba nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana tukitazama uzuri wako siku zote, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, nami nitafanya agano la milele pamoja nao, kwamba sitageuka wala kuacha. Yeremia 32:40. Tazama neno lako ya kwamba umesema hutageuka wala kuacha, wala kutuacha, ili ututendee mema, Asante kwa sababu Mungu umeahidi kwamba hilo agano ni la milele, na kwamba utatutendea yaliyo mema, hutatupungukia wala kutuacha. Asante kwa neno lako ili Yeremia 32:40. Asante Yesu kwa neno lako Yohana 6:37. Na iwe hivyo kwa vijana, iwe hivyo kwa wazee, iwe hivyo kwa Watanzania, iwe hivyo kwa Afrika, iwe hivyo kwa wakanisa, kwa wakuaminio wewe, kwa wakutumainio. Na ikawe sasa, na ikawe Mungu wetu mfalme, na yakatimizwe hayo mapenzi yako katika jina la Yesu. Nguvu ya maagano ya kuzimu na yapiga, yavunjike pale anapofuatilia wana wa Mungu, pale anapokusudia mabaya, na yaporomosha hata chini kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu yaharibike popote sasa walipoweka mapatano, maagano ya kuzimu, ili kutesa, kuumiza, ili kukamata, ili kuteka, ili kuharibu maisha ya vijana, ili kuharibu nafsi, ili kuharibu nyota, katika jina la Yesu. Na mpango uharibike. Patano lao la kuzimu na mauti alitafanikiwa juu yetu, alitafanikiwa juu ya Watanzania, alitafanikiwa juu ya Watanzania, alitafanikiwa juu ya kanisa. Malango ya kuzimu mmekwisha ambiwa hamtalishinda kanisa, hamtalishinda kanisa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Utukufu ni wako Bwana, utukufu ni wako Bwana, sasa na milele, sasa na milele, sasa na milele, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu uliye Baba, Bwana na mfalme wa falme, uliye Mwokozi, uliye mtakatifu, uliyejaa neema na rehema. Ponya huyo ambaye ana udhaifu katika miguu, katika figo, katika mapafu, katika kifua, katika kichwa, katika mwili. Ponya, muondolee madhaifu huyu mwanafunzi, muondolee madhaifu yote, muondolee sasa katika mwili, katika roho. Damu ya Yesu imtakase, imponye mwanafunzi huyu. Damu ya Yesu imponye huyu kijana. Damu yako Yesu imbariki. Agano la damu Yesu likatufunike, na watoto, na mke na mume, na familia, na malango, Bwana, na kila mahali pa maisha yetu. Damu yako ikatunenee mema, ikatunenee uzima, ikatunenee ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu wa Bwana na Mwokozi wetu, Mungu mwenye nguvu na utukufu, akubariki sasa na hata milele. Karibu, endelea kukumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel Eli Mlinzi Mbise. Naomba endelea kusubscribe, ni jambo muhimu sana kwa utukufu wa Mungu Baba katika hii huduma. Lakini pia inawezekana unasikia kushiriki nami kwa kazi ya injili ya kwenda vijiji kwa vijiji. Lakini pia hata mijini tutafanya kazi ya uinjilisti, inahitaji gharama kubwa. Kama unahitaji kushiriki, karibu shiriki, uniruhusa kabisa. Shiriki vyovyote unavyotaka kushiriki, kwa kuungana nasi, kwa kuja, kwa kwenda, au kwa sadaka. Karibu. Na namba ambazo unaweza kutumia kuwasiliana nasi ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Lakini namba ya Vodacom, hiyo ni ya Airtel ya kwanza, ya pili hiyo ni ya Vodacom, ni 0762 282 439. 0762 282 439.
Ile ya kwanza ni 0787 62 75 91. Mungu akubarikie, akuangazie na nuru za uso wake. Amen.